Leo nataka nikufundishe kanuni ya maombi ya cheni. Somo hili limetokana na simu ya mtu mmoja mpendwa ambaye anafuatilia mafundisho yetu. Aliniuliza maswali fulani, basi nami nikasema nikufundishe na wewe kanuni ya maombi ya cheni. Kuna watu mnafanya maombi ya cheni au maombi ya mnyororo, na ni maombi mazuri kwa kweli, lakini maombi haya yana sheria, yana taratibu, na taratibu hizi zinapokiukwa zinaweza kuwaletea shida katika maombi hayo ya mnyororo. Kwa hiyo kaa vizuri upate kufahamu. Kwa hiyo usiyefahamu maombi ya cheni ni nini na kanuni ya maombi ya cheni ipoje, ni somo fupi tu ambalo utalielewa kwa haraka, wala halina mambo mengi. Nahitaji tu elimu kidogo ili upate kuelewa. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unafuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Maombi ya cheni, nataka nizungumzie kwa habari ya maombi ya cheni. Maombi ya cheni ni maombi ya mnyororo, lugha rahisi kabisa, ni maombi ya mnyororo. Sasa unaweza kujiuliza wewe ambao ufahamu maombi ya mnyororo ni nini? Maombi ya mnyororo ni maombi ambayo mnakusudia kuomba watu zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili. Kama mpo wawili, watatu, wanne, watano, mnakusudia kuomba, na maombi haya mnayapa nia maalum, yani mnaomba kwa nia maalum kwamba tunaombea jambo fulani ama tunaombea jambo A, B na C. Kwa nini yanaitwa maombi ya mnyororo? Ukiutazama mnyororo au cheni, wewe ambaye hujui cheni, kaangalie kwenye baskeli. Baskeli kile ambacho kinasukuma, yani yule anaponyonga kile kimboshika kikamba kile kilichoshika mbele na nyuma ndio cheni. Ama kwenye pikipiki kipo. Sasa kwenye pikipiki akionekani kwa urahisi, hiyo ndio cheni. Kwa hiyo jinsi ilivyo ndio inatafsiriwa, au cheni hata ya kuvaa shingoni, jinsi ilivyo ungwa, unaona hamna sehemu imeachia, ndio maana naita maombi ya cheni. Hata cheni za kina mama za kuvaa shingoni ni cheni. Kwa hiyo jinsi ile cheni imesukwa mpaka imekamilika, imekuwa cheni, ndio maana ya maombi yakaitwa maombi ya cheni. Kwa hiyo na wanaomba maombi haya maana yake wanajisuka, yani wanashikana kwa pamoja. Wanashikana ili waombee jambo fulani kwa pamoja. Sasa kama ilivyo cheni na ndivyo maombi haya yanavyokuwa, yanakuwaje? Mnapanga kuomba, maana yake wote mtaomba kwa muda huo. Yani tunataka kuomba kila siku saa 3 usiku. Maana yake wote mtaomba saa 3 usiku bila kubadilisha muda. Tunataka tuombe kwa dakika 30 au kwa lisali moja. Maana yake wote watatu, wanne, watano, kadiri ya cheni yenu ilivyo na ukubwa wake, mtaomba kwa lisali moja. Hayo ndio maombi ya cheni. Tunataka tuombee nia fulani. Basi watu wote ambao mmeingia kwenye maombi ya cheni mtaombea nia hiyo. Kama mna mgonjwa mnamuombea, maana yake wote mtamuombea mgonjwa huyo apone. Nia inakuwa ni moja, muda wa kuomba unafanana, muda wa kuanza na kumaliza unafanana. Tunataka tuombe kwa siku 5, 6, 7, inategemea. Hata kama ni mwezi, ni nyinyi tu. Manake ni kwamba siku zote, kama ni siku 7, siku 14, wote, yani wote mtaomba kwa pamoja kwa siku hizo 14. Mlianza tarehe 1, mtamaliza tarehe 14. Maana yake wote muanze tarehe 1, mmalize tarehe 14. Haya maombi yanatofautiana. Inategemea wewe unafanya maombi ya aina gani. Kuna maombi ya kuomba baraka, kuna maombi ya kuombea uponyaji, kuna maombi ya vita, mnapambana vita, kuna kitu hakipo sawa sawa. Kwa hiyo maombi haya ni mazuri kwa sababu mnakuwa wengi, mna nia moja. Kwa hiyo ile nia mnakuwa mmeipa nguvu, kwa hiyo mnalishinikiza lile jambo litokee kwa nguvu ya maombi. Yani kama sehemu ambayo ilitakiwa ipigwe nyundo 10 ivunjike, manake mtu mmoja angeomba kwa siku 10. Lakini kama mnaomba watu 10
kwa maombi ya cheni, maana yake mtavunja ukuta kwa siku moja, kwa sababu maombi yanakuwa ni watu 10, mnapiga nyundo 10 sehemu moja. Huo ndio uzuri wa kuomba maombi ya cheni. Sasa niuliza, kuna ndugu yetu mmoja aliuliza maswali kwamba yeye hakuwa kwenye maombi ya cheni. Yaani namaanisha yeye alikuwa kwenye maombi yake mengine. Wenzake ambao wanaombaga kila wakati walikuwa na program ya kuingia kwenye maombi ya cheni, na yeye alikuwa na maombi mengine ambayo yalikuwa yanamalizika siku ambayo wao wanaanza maombi ya cheni. Akaniuliza, hapa anaweza kuingia kwenye maombi ya cheni? Nikamwambia hapana, hautakiwi kuingia kwenye maombi ya cheni kwa sababu haujaanza nao. Maombi ya cheni lazima muanze pamoja na mmalize pamoja. Sasa hiyo ni kanuni, kama nilizokuambia zingine zote ni kanuni, kwamba lazima mshirikiane kwa umoja. Ikitokea maombi ya cheni, sasa faida yake nimekuambia, kama mtu mmoja alipaswa kuomba kwa siku 10 ili jambo litokee, nyinyi mkiwa 10 mnaweza kuomba kwa siku moja jambo likatokea. Yaani kuna nguvu kubwa sana inafanyika kwenye maombi ya cheni ambayo inakuwa sio ya kawaida. Hiyo ni faida kubwa sana katika maombi ya cheni. Maombi ya cheni yana nguvu sana. Hatari ya maombi ya cheni, hasa pale mnapofanya maombi ya vita. Nyinyi mnafanya maombi ya cheni, sikilizeni kanuni hii, huenda mlikuwa hamuijui. Kuna watu mnaomba maombi ya cheni kwa kutumia simu, kuweni makini. Kuna watu mnaomba maombi ya cheni kwa kutumia WhatsApp, kuweni makini. Kuna watu mnaomba maombi ya cheni mkiwa mbalimbali, kuweni makini, kwa sababu umbali unaweza kusababisha hatari kubwa katika maisha yenu. Mnaweza kufa. Ikiwa mnaomba maombi ya vita na ikiwa mnaipiga ngome iliyosimama sawa sawa, ni hivi: katika watu 9, katika watu 10 mnaomba, mmoja asipoomba siku moja tu, maombi yamekufa. Hiyo ni hatari na ni angalizo katika maombi ya cheni. Maombi yamefanya nini? Yamekufa. Sasa mkiwa mnaomba mbalimbali, mwajuaje kama wote mnaomba? Mwajuaje kama kila mtu anasimama kwenye maombi? Hiyo ni moja kati ya hatari kubwa sana ambayo watu mnaomba maombi ya cheni mnajihatarishia, hasa mnapokuwa mnaomba mbalimbali, kwa sababu mnapigiana simu tu, bwana tunaomba, sawa sawa. Mnajuaje kama wote mnaenda pamoja? Mpo mbalimbali, katikati ya maombi mwenzenu amepigwa, ameanguka huko, mtajuaje kama amepigwa, ameanguka? Maanake tayari cheni imekatika. Jambo lingine, inawezekana muda ambao mnaanza labda ni saa 3 kamili, mwingine kaanza saa 4 au saa 3:30. Huyu kwenye cheni ameondoka, na haya maombi kimsingi yanakuwa yamekufa, kwa sababu ni maombi ya cheni. Ndio kanuni ya maombi ya cheni. Kwa hiyo nimetaka nikufundishe jambo la namna hii, uelewe. Kwa hiyo mnapokuwa mbalimbali, hakikisheni kwamba wote mpo sawasawa. Wote mpo sawasawa, hakikisheni. Na shetani anapigaga sana kwenye maombi ya cheni kwa sababu anayajua. Lakini mbaya zaidi, mpo watu 10 mnafanya maombi ya cheni, katikati yenu mmoja, wawili, watatu wameanguka kwenye zinaa mkiwa kwenye maombi ya cheni. Nyinyi mnatafuta vita, mtapigwa. Na kama mnaipiga ngome iliyosimama, kisasi chake hamtokiweza, mtasabaratika. Nisikilize, maombi yanaponya, maombi yanaua. Kwenye kesi ya maombi ya cheni mnaweza kufa kweli, kwa sababu mnaomba kuipiga ngome, mnaomba kuvunja ngome. Ngome ya watu inavunjika, hao mnawapiga wametumia gharama kubwa kuisimamisha hiyo ngome. Kweli nyinyi muwapige? Mnataka uhalali, lazima muwe na uhalali katikati yenu. Mnapokuwa na uhalali ndio mnavunja ile ngome. Sasa mnakuta mmoja kati yenu anafanya zinaa, anafanya dhambi, hayupo kwenye uwepo, alafu nyinyi mnaenda kwenye maombi ya cheni ya kupiga ngome. Ndugu zanguni, mtateketea. Tuelezane tu ukweli, mtateketea. Kuna watu wanaweza kubisha, mwenye kubisha na abishe, lakini mimi nafundisha kitu ambacho nina uelewa nacho, ninakifahamu, nimeshakifanya, ninaelewa changamoto zake, ninaelewa vizuri sana. Kwa hiyo maombi ya cheni, jitahidini sana muwe pamoja. Yaani ikiwezekana na washauri mkae sehemu moja. Mkitaka kuomba maombi ya cheni vizuri, kaeni sehemu moja. Ila kama haiwezekani na kuna ulazima kuomba maombi ya cheni, jitahidini sana 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 sana
muhakikishe kwamba mnaaminiana, na licha ya kuaminiana muwe mnawasiliana mara kwa mara, kwa sababu inawezekana jambo baya limetokea, halafu huyu mmoja hamna mawasiliano naye, nyinyi mnaomba peke yenu. Sasa cheni ikikatika inakuwa sio cheni tena, inakuwa ni msululu. Unatoka kwenye maombi ya cheni mnaingia kwenye maombi ya msululu. Maombi ya msululu maana yake una wa kwanza mpaka wa mwisho. Maombi ya cheni maana yake ni infinity, yani yamezunguka, hakuna mwisho. Yani ukienda kwa huyu ndio wa kwanza, huyu wa kwanza, hamna wa mwisho, kwa sababu si mmeshikana mikono, inakuwa ni cheni. Sasa mmoja akikata cheni mnabaki kuwa msululu. Kwa hiyo mnaweza mkapigwa kutokea pembeni. Mbele mnaweza msipigwe kwa urahisi. Kwa hiyo mnaweza mkapigwa pembeni, mkapigwa bavuni, mkapigwa migongoni. Kwa nini? Cheni imekatika. Hii ndio hatari ya kuomba maombi ya cheni halafu yakawa na changamoto. Kwa hiyo nikasema nilifundisha na hili kwa sababu tunafundisha maarifa. Kuna watu mnafanya maombi, kuna watu mnatamani kuomba, mnaomba kama familia, mnaomba kama ndugu, mnaomba kama jamaa, mnaomba kama marafiki. Mnatamani kuomba maombi ya nini? Ya cheni. Kwa hiyo mnapoomba maombi ya cheni hakikisheni kila mmoja yuko kwenye laini ambayo inatakiwa, lakini msisahau ya kwamba mmoja akiharibikiwa msiendelee na maombi. Hayo maombi yanakuwa yamekufa, mnatakiwa muanze upya. Maombi ya cheni hayana tofauti sana na sala inaitwa novena. Kwa wanaosali sala ya novena, yani sala maalum, maombi maalum kwa siku kadhaa ambazo hazipungui 9. Novena ni 9, maombi ya siku 9. Ukiruka siku moja novena imekufa. Hii nitafundisha siku nyingine kwa habari ya novena. Kwa hiyo mnaosali maombi ya cheni, mnaomba maombi ya cheni, nimetaka kuwapeni kanuni ya maombi ya cheni, na haya ni mambo kadhaa ambayo yanapaswa kuzingatiwa sana kwenye maombi ya cheni. Ni matumaini yangu kwa dakika hizi chache nimekufundisha umepata kuelewa kile ambacho Roho Mtakatifu amekusudia wewe ukielewe katika siku hii ya leo. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kushare mafundisho haya kwa wengine kadiri wezavyo, na Mungu ataendelea kukushushia baraka zake za mbinguni mpaka ushangae. Kama umebarikiwa, unaweza kuandika tu hapo, Shalom watumishi wa Mungu, mikono ya Kristo, tumebarikiwa, ama nimebarikiwa na mafundisho haya, nilikuwa sijui chochote, kuanzia leo nimejua. Na Mungu akubariki, na Mungu ataendelea kukubariki sana. Una changamoto, unahitaji mawasiliano yetu, namba za simu ziko hapo, tupigie. Uliye nje ya nchi kokote pale, tunapokea simu kutoka sehemu mbalimbali. Mungu ana mipaka. Chukua namba, kama unapiga kutokea nje ya nchi, ondoa hiyo 0, weka alama kujumlisha 255, weka namba zingine tuwasiliane. Hata kwa WhatsApp fanya hivyo hivyo, kuna namba na WhatsApp hapo, utatupata kwa urahisi sana, na Mungu atakuhudumia. Maana anayetenda kazi ni Roho Mtakatifu, si mimi, bali mimi ni mtumishi wa Bwana nitendaye kazi ya Bwana shambani mwake, ili apate mavuno, na mavuno haya yanamwendea Mungu wa mbinguni, Bwana wa majeshi. Kama ndio mara ya kwanza unafuatilia mafundisho haya, kuna button hapo kwenye YouTube imeandikwa subscribe. Bonyeza subscribe, button ya kusubscribe, ili wewe uwe wa kwanza pia kufuata mafundisho haya tunapokuwa tunayatuma huko mtandaoni, na Mungu atakubariki sana. Kwa niaba ya timu nzima ya mikono ya Kristo, ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.